Watukufu wa Islam, hotuba yetu iliyopita tulizungumza kwamba Ramadhani imekwisha. Basi ikiwa Ramadhani imekwisha, yatumike yale mafunzo ambayo tuliyapata katika mwezi wa Ramadhani kuendeleza maisha. Na kuisha kwa Ramadhani haikuwa mwisho wa ibada, na kama Ramadhani imeisha, Mola wa Ramadhani bado yupo, na yeye ndo alotuambia katika Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kufa. Moja katika miongoni mwa mafunzo ya Ramadhani ni kuacha kula kwa kutii amri ya Allah mchana wa Ramadhani, na kuacha matamanio yako kwa kutii amri ya Allah mchana wa Ramadhani. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyad min al-khayti al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl, kama aya zilivyokuja. Tukasema mtiririko wa aya hizi baada tu ya kumaliza aya ambayo nimeitaja, kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, imekuja aya wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil, kama mlivyotii amri ya kutokula chakula mchana wa Ramadhani, na hapa kuna amri ya kutokula mali zenu baina yenu kwa njia za batil. Kama uliacha kula kule, acha kula huku vile vile. Kama uliacha matamanio kule kwa kumwitikia Mwenyezi Mungu, na huku vile vile nafsi yako na tamaa zako iambie aliyekataza kula mchana wa Ramadhani ndiye anayesema wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Tukasema miongoni mwa mifano ya kuliana mali kwa batil, pia wake zetu tuliowaoa wanatudai mahari mpaka level hii, tushakuwa wazee na bado wewe unaona ni kitu cha kawaida, na utakufa mama yenu atakumbusha, katika mirathi baba yenu namdai mahari hajanilipa. Aibu kubwa. Leo tutazungumza moja miongoni mwa mafunzo tuliyoyapata katika mwezi wa Ramadhani. Miongoni mwa mafunzo, ule kuitikia amri yako na kutekeleza amri zote za Allah, kusali kwa wingi, kusoma Qur'ani kwa wingi, kutoa sadaka kwa wingi, yani zile ibada zako zote, na kila mmoja ana hali alivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Yote ile ni kukiri kwamba wewe ni mtumwa wa Allah, wewe ni mja wa Allah, al-ubudiyyah lillah. Na hili wallahi ni jambo kubwa sana, kwa sababu mtu anapokiri kwamba yeye si chochote, ni mja wa Allah, anayafanya haya, ni mtumwa wa Allah anayetekeleza amri za Bwana wake aliyemuumba, muumba wake, khaliquhu wa raziquhu. Ndio maana anakwenda anarudi amechoka maskini. Mara nyingine unasimama kwenye tarawih, wenzako wanakuzuia, unataka kulala. Yote haya unafanya kwamba mimi si chochote, naitikia amri ya Mola wangu na mtume wangu sallallahu alayhi wasallam. Usiku unasimama unaitikia amri ya Mola wako. Siku ya pili umefunga, unaitikia amri ya Mola wako. Maasi umeiacha, ni kukiri ubudiyataka lillah. Hivi unavyokiri kwamba wewe ni mtumwa wa Allah, maisha yako yatakuwa mazuri mno, kwa sababu kile kitu kinachoitwa ghurur, kujiona, kuvimba, kujifaharisha, kujipa, yote Muislamu wewe kwako itakuwa hakuna. Kila atakayekuona ni mtu wa kujishusha, mutawadhi, ni mtu wa kupenda wenzako, mtu wa huruma na wenzako, unaingilika, yani flexible, mtu mnyumburufu, unatabasamu na watu, unacheka na watu, kwa sababu wewe ni mtumwa wa Allah, wewe ni mja wa Allah. Sasa Ramadhani ilitufundisha hivyo, hebu tuendelee kuishi hivyo. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, yeye alikuwa sifa hii maisha yake yote mpaka ameondoka duniani, alikuwa nayo. Anakiri kwamba yeye pamoja na utume, pamoja na cheo kikubwa alichokuwa nacho, lakini ni mtumwa wa Allah, ni mja wa Allah.
mpaka alipowaambia watu waliokuwa wakimpa sifa kubwa kubwa, wengine labda wanataka kupita mipaka ya sifa zake, akiwaambia la tutruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam innama ana abdullahi wa rasuluhu qulu abdullahi wa rasuluhu, msinipandishe daraja isiyokuwa yangu, yani msipituke mipaka katika kunisifu. Hakika mimi Muhammad Abdullah, ni mtumwa wa Allah, ni mja wa Allah, ni kiumbe cha Allah, wa rasuluhu, na ni mtume wake. Basi semeni hivyo tu, msipite zaidi ya hapo. Wakati mwingine anamuona mtu kwa kuwa leo amesikia kwamba huyu mtume yuko kwetu, anakuwa speechless kwa sababu kamuona mtume. Ana haki ya kuwa hivyo kwa sababu mtume ni mtu mkubwa. Mimi na wewe leo tungemwona mtume, hali zetu zingekuwaje? Tukifika Madina tu tunababaika mpaka hatujui tuseme nini. Unaambiwa muamkie mtume, unaweza hata ukakosa la kusema kwa sababu ni sehemu ambayo mwenyewe mtukufu wa daraja alikuwepo. Alafu Allah anakuambia ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi. Sasa mmoja anakuja kwa mtume yartaid, anapapatika, anatetemeka. Mtume akamnyamazisha, akampoza, akamwambia hawwin ala nafsik, tulia tulia, jihurumie, hebu tulizana. Anasema ana lastu bimalik, mimi sio mfalme kama hao Hormuz, kama hao Kisra, Kaisar. Ana lastu bimalik innama ana ibn imra'atin kanat ta'kulu al-qadida bimakkah. Mimi mama yangu alikuwa kila nyama za kukausha, anakausha juani alafu anakula. Anamweleza mimi ni nani. Sasa wewe usibabai, wewe usitetemeke, tulia. Hii yote ni kujishusha kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini miongoni mwa mambo ambayo mtume alikuwa anatufundisha ni mambo ukiyasoma na ukiyatizama yanakufundisha wewe kukiri kwamba ni mja wa Allah na kujishusha. Alikuwa anatuambia nendeni mkazuru makaburi. Na katika hadithi ya Anas na hadithi ya Buraida, mtume anasema kuntu nahaitukum an ziyarati alqubur ala fazuruha, mimi nilikuwa nimewakataza msende makaburini kuzuru. Na ulama shurahu alhadith wanasema mtume alikataza kwa sababu kwanza watu walikuwa hadithu ahdin bil jahiliya, yani ndio mwanzo wametoka katika ujahiliya wameingia katika Uislamu. Uislamu kwao ni mgeni. Kwa hiyo kule makaburini kulikuwa kuna vituko vingi. Mtu anakwenda anapiga makelele, anasema mambo ya shirki, anafanya vitu ambavyo haviridhishi kwa sababu Uislamu wake bado mgeni. Akamwambia msiende. Lakini watu walipoiva tauhid na iman, akasema ala fazuruha, sasa nendeni mkazuru makaburi. Kwa nini ya Rasulullah? Akasema liannaha tudhakkirukumul maut au tudhakkirukumul akhirah, kwa sababu mkienda makaburini mnakumbuka akhira, mnajikumbuka wewe ni nani. Ule utumwa wako wa Allah kwa Allah unauona live kama unavyomuona mwenzako, na wewe unatasawar na wewe itafika zamu yako. Haya ni mafunzo ambayo automatic mtu anaacha kuvimba, anaacha kujiona, anaacha kujifakhiri kwa sababu wameliona kaburi. Na hao watu wa kaburini kwa lisani ya hali wanasema tulikuwa kama nyinyi na nyinyi mtakuwa kama sisi. Yote haya ni mawaidha. Lakini katika hadithi ya Anas ibn Malik anasema liannaha, kwa sababu hayo makaburi, hiyo ziara ya kuenda kuwezuru makaburi, turiqul qulub, inafanya nyoyo zinakuwa na hofu, zinaanza nyoyo kumjua Mola wake. Tudmi'ul ain, na anafanya macho kutoa machozi. Daima unakuwa mutawadhi kwa hivi vitu. Ukimwona mtu moyo wake ni laini, ni alama ya iman, macho yanatoa machozi. Naam, sababu Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ni kawaida kwa mu'min akitajiwa Allah na hofu, na akiona vitu kama makaburi irta'at, anasema dami'at au dama'at ainu, jicho linatoa machozi
na yeye mwenyewe raqqa qalbuhu, moyo unakuwa laini, unakubali mawaidha, unakubali nasaha. Lakini pia anasema watudhakirukumul akhirah, na unawakumbusha ziara ya makaburi kwamba kuna akhira, kuna ulimwengu wa barzakh. Hii ni dalili au ishara au mafunzo ya kukufanya wewe ujue kwamba ni mja wa Allah. Lakini pia kabla ya kwa makaburi, Mtume anatuambia tuzuriane sisi kwa sisi tukiwa wagonjwa. Nenda kawaangalie wagonjwa. Katika hadithi Bwana Mtume alikwenda kumzuru mgonjwa, asema fawajadahu qad khafata, yani amekonda. Ukimwona mgonjwa amebadilika, hali yake imekuwa, alikuwa ni mtu mwenye afya, unapata mawaidha gani wewe kama kiumbe? Mbona amebadilika? Mbona amekuwa vile? Hizi ni ibra. Unaenda kamzuru mgonjwa, nenda kamwangalie. Mtume alienda kumwona, alipomuona amebadilika katika hali ile, akamuuliza kuna dua yoyote wewe ulikuwa unaomba? Mgonjwa akasema ndiyo ya Rasulullah. Unaomba nini? Asema Allahumma in kunta muaqibi bi shay'in fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Mimi ya Rasulullah alikuwa namwambia Allah, kama kuna adhabu yoyote huko inanisubiri akhera, ilete haraka, ni adhibu hapa duniani, ewe Mola wangu. Mtume akasema subhanallah, imekuwaje wewe unajiombea mambo hayo? Mtume kashtuka. Yule jamaa anasema kama kuna adhabu inaningojea ya Allah siku ya Kiyama, basi ilete mapema, niletee huku duniani kwanza. Mtume akamwelekeza, akamwambia halla qult, ungesema maneno haya, Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sema maneno haya wewe, ukiri kwamba kuna rehma, huruma za Allah zipo. Mwenyezi Mungu kuna kumsamehe mja wake, sio ujiapize tulete. Nani anaweza adhabu? Mtume akamwambia la tastati, na si yeye tu huyu, la nastati, hatuwezi sisi, hatuwezi adhabu ya Allah. Sema maneno haya. Mtume alikuwa anaenda yeye mwenyewe kukagua wagonjwa, na sisi ametuambia tuwazuru wagonjwa vile vile, ni huquq katika huququl muslimin. Tukiondoka pale tumepata ibra, tuwaombee na dua. Usiwaapize. Ukienda kwa mgonjwa muombee dua, ukienda kwa maiti makaburini pia waombee dua. Tena unawaambia kabisa, nyinyi mmetangulia na sisi tuko njiani tunakuja, antum salafuna wa nahnu bil athar. Lakini vile vile nakumbuka moja katika ahadithi za mmoja katika wanachuoni wa karne ya 20 na 21, Sheikh Muhammad Mitwalli Sha'rawi, katika mambo aliyoyafanya. Huyu mwanachuoni sasa takriban miaka 30 na karibia kutokea aondoke katika hii dunia. Nadhani mwaka 1997 alifariki. Historia yake ni kubwa, talabatul ilmi wa mtafute wa msome. Alikwenda siku moja katika kutoa muhadhara, alialikwa pahali. Mapenzi ya watu yalimchukua huyu bwana, kidogo nafsi yake ikapata jambo fulani ambalo alitaka aliondoe mara moja. Anasema baada ya mhadhara, baada ya ugeni ule, watu wanaanza kumkimbilia na kutoka kwenda kumwona, kumwamkia. Basi ile gari yake aliyokuja nayo watu waliibeba. Siku zote gari inambeba mtu, lakini ile gari ilibebwa na watu kwa ule upendo waliokuwa nao watu kwa shekhe huyu, na ni mwanachuoni alim huyu. Watu wanaibeba Mercedes yake ile Benz, wameibeba juu kwa juu. Alivyoona vile, sema haya yote ni mapenzi ya watu kwangu. Sasa safari yake, wakati anarudi na gari ile ile, akamwambia dereva simamisha. Kaona msikiti kama hivi Nuru Muhammad, akamwambia simama. Katika ile safari alikuwa na mwanawe, baba unaenda wapi? Naingia msikitini. Kajua labda haja kidogo nini, akaingia msikitini, akachelewa kurudi kwenye gari yake. Mwanawe ikabidi atoke kwenda kumwangalia chochote kimeweza kutokea, mbona hajarudi? Ikachukua muda, kazunguka msikiti wote hajamuona. Kenda msalani, labda kaanguka huko mzee, la qadar Allah. Akifika anasikia kitu kama mtu anapiga deki, ile sauti ya kufuta tiles nini.
baba. Akamwambia au usije huko, usije. Yuko chooni, kifungua anasafisha vyoo. Sasa unafanya nini? Mtongo, subiri kwanza, namalizia. Nyote mnavijua vyoo vya misikiti yetu, hata msikiti unaenda chooni sasa. Hii barabara maana ni misikiti ya njiani. Kakunja joho lake na juba lake, anasugua vyoo vya misikiti, nasafisha mpaka akimaliza, anarudi kwenye gari yake. Wakamuuliza ilikuwaje? Nasema pale nilivyobebwa juu na ile gari, nafsi yangu kidogo niliona kama inataka kunikosea. Umesoma kwa mtu mkubwa wewe, angalia watu namna wanavyokupenda. Kadatil ghurur an tatasarraba ila nafsi, ile ghurur na kujiona na kuvimba karibu yingi. Nikaambia nafsi yangu, ala, sasa unataka kutakabar. Nikataka kuipa kidogo darsa na kuitia adabu kwamba wewe si chochote, hata hapa kwenye vyoo vya waumini unaweza ukawa msafishaji, kuondoa zile chembe chembe za kibri zisije zikaingia. Hii ni mifano wanachuoni wetu wanatuonesha, ili mtu ajikubalishe kwamba yeye ni nani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anajishusha wakati yeye ni mtu ana mambo yake, ana cheo chake, ni mtu ana hela zake, ana mambo yake katika dunia ambayo kila mmoja anakiri kwamba ni mtu safi kabisa na ni mtu mkubwa. Wacha wajue watu kwamba wewe ni mtu mkubwa, nafasi yako ni kubwa, lakini mahusiano yako wewe na Mola wako uyajue mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi anatuambia, wakunu ibadallahi ikhwana, kuweni waja wa Allah, muwe ndugu. Ameanza huko, almuslim akhul muslim la yadhlimuhu la yuslimuhu la yahqiruhu, mwisho namaliza, nyinyi ni waja wa Mwenyezi Mungu, ni ndugu, kuweni hivyo. Katika aya nyingine, inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, huu umma wenu ni umma mmoja na mimi ndio Mola wenu mlezi, natakiwa muwe watumwa wangu, muniabudu mimi, msimwabudu mtu yoyote mwingine. Katika aya nyingine, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Ya Rabbi, tujalie daiman wa abadan tuwe waja wako wanyenyekevu kwako, tuwe na maisha ya kukumbuka, kwa sababu bila ya kukumbuka mtu hana atakachovuna katika hii dunia isipokuwa ghurur. Na ndio maana Qur'ani kila wakati inasema wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, wakumbushe kwa sababu ukumbusho utawafaa wenye imani. Anasema tena fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha, endelea kukumbusha, ikiwa utaleta manufaa ukumbushaji atakumbuka yule mu'min. Lakini asiyekuwa na ishara ya imani wala chembe atakataa mambo ya kuambiwa katika kukumbuka, wala hatotaka kukumbuka. Sayadhakkaru man yakhsha, atakumbuka mwenye kumcha Allah. Ya Rabbi, tujalie min alkhashi'ina lillah. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu faya fawza almustaghfirin wa ya najata at-taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله سيد الخلائق والبشر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة،
خصوصا منهم ذوي الأصل العريق، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي الحيدر، ورضي الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اصلح ولاة المسلمين خصوصا منهم رئيس زنجبار دكتور حسين علي حسن مني، اللهم خذ بيده إلى ما فيه الخيرات والصلاح، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم هيئ له بطانة صالحة، اللهم هيئ له بطانة صالحة، اللهم هيئ له بطانة صالحة. اللهم اجعل بلدتنا هذه زنجبار آمنة مطمئنة وسائر بلاد الإسلام والمسلمين، واكتب اللهم سترك وسلامك على عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين والمعتمرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله تعالى أكبر.